Maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda na watumiaji wengine wa barabara wameeleza namna wanavyopata athari kutokana na ujenzi wa barabara unaoendelea katika kata ya Rusumo wilayani Ngara. Wakizungumza na Dar es Salaam Tanzania TV kwa nyakati tofauti, wamesema shida kubwa ni diversion au michepuo ya barabara kuwa na mashimo, pia vumbi kali ambalo kwa kiasi kubwa linaweza likasababisha ajali. Kuhusu athari ambayo tunapata kwa athari ya barabara, vumbi inatimuka sana, yani sometime unaweza kugongana na mwenzako kulingana na vumbi inavyokuwa kubwa mbele, yani hauoni. Kwa hiyo yani unakuta vumbi ni nyingi hadi unasimama takriban hata lisali moja unasubiri vumbi itulie ili uweze kuenda na safari unaendelea nayo. Kwa kuhusu vumbi, yani vumbi ni nyingi na mvua tena ikinyesha jamu inakuwa kama ya kutosha na uta magari msongamano, ndio unaenda kwa tahadhari, ukienda vibaya unaweza kuta unagongana na mwenzio. Kwa kuhusu barabara kweli mambo ni mengi sana. Athari tunazozipata kupitia barabara ni kubwa sana. Sasa sisi waendesha bodaboda, jamu inakuwa kubwa, unaweza ukagongwa kwa sababu ya vumbi au mwagi maji. Shida nyingine ni kwa wafanyabiashara pia, kwa mfano wauza nguo, mali zao zinachakaa. Mteja anapokuja kuchukua anakuta nguo ishachakaa kuliko na alivyoinunua, kwa hiyo bei inashuka. Kwa hiyo athari inagusa watu wote, jamii nzima kwa ujumla. Kwenye afya hapo sasa tunaathirika zaidi, kwa sababu pembezoni mwa barabara hii kuna hoteli ambazo zinatuhudumia chakula. Vumbi ni jingi zaidi, hata ukipaki pikipiki nusu saa hapo utashangaa imejaa vumbi. Kwa hiyo ni shida moja kubwa sana kwenye afya, hatuko sawa, kikohozi, mafua ni kila muda. Maoni yangu naona ni zaidi na zaidi, sisi tunachokiomba ni mkandarasi amwage maji. Mkandarasi angezingatia kumwaga maji barabara, vipande ambavyo vina haraiki ya watu wengi, ingetuia rahisi kufanya kazi yetu kwa uhuru na kutohofia usalama. Sasa hivi usalama ni mdogo sana. Kwa majina naitwa Rashidi Naiti Omari, mkazi wa hapa Rusumo. Nafanyia kazi sehemu ambapo eneo ya shule Nyakahanga. Kazi yangu nafanya kazi ya kufaulisha, ambapo nakutana na changamoto tukiwa tunafaulisha bidhaa za watu ambao inatakiwa wapeleke. Kwa sababu changamoto ya hii barabara sasa sana ni vumbi. Vumbi hapa inakuwa ni nyingi sana, na sehemu ambapo unaona ni sehemu kuna vinywaji vya watu wanakunywa, ambapo kuna hoteli za chakula. Sasa sana wanaokutana na changamoto ni bodaboda. Bodaboda kwa sababu gani? Angalia barabara hizi za diversion walizotengeneza pembeni zinakuwa na mashimo sana, halafu madereva wanaendesha kwa kasi. Kwa sababu hiyo vumbi inakuwa ni nyingi, yawezekana ukagongana na mwenzio mbele yako kutokana na vumbi au ukapata ajali nyingine. Kwa sababu hiyo unapoenda kununua hata maji ya kunywa dukani, lenyewe chupa unakuta limejaa vumbi. Sasa hivi chakula sasa, wa hoteli natakiwa akae makini kwa ajili ya afya ya wananchi. Mimi ninachokiona, ili barabara ikae sawa, itengamae, ikae vizuri, naona mkandarasi angejaribu kumwaga maji ya kutosha. Apenyewe mbona kuna na wakati mwingine wanamwaga maji barabarani, alafu diversion zinakuwa nyingi barabarani, gari zinakwama, unakuta kitu ambacho hakiko sawa barabarani, ajali ndo zinakuwa nyingi hapo. Ninachokiona mkandarasi angejaribu kuweka changarau nzito, afu akajitahidi kumwaga maji ya kutosha ili barabara ikae sawa.